أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. Namuomba Mwenyezi Mungu atutakabalie somo zetu, amina inshallah. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atufungulie maisha, madeni, ndoa zisimame kwa sababu ya somo hii, tusemeni amin. Nimesoma aya 2-3 lakini usau njaa mwanaume takamani kukatiza si mchezo. Inshallah Mwenyezi Mungu atatutakabalia. Meida mwaka huu tumeliona tena jua la saum, ni ishara nzuri, ni dalili nzuri kabisa. Ndugu zangu Waislamu, siku zimekwisha na siku zinapita na hazirudi nyuma. Tulikuwa na yaumi mamdud wa yaumi mafqud wa yaumi mashhud wa yaumi maulud wa yaumi maw'ud wa shahidin wa mashhud. Tulikuwa na yaumi mamdud, the day of yesterday. Tulikuwa na siku ya juzi, juzi imepita. Sijui juzi tulifanya nini, sijui ulikuwa wapi,
sijui amali yako ilikuwa ni nini juzi, lakini wa yaumin mafqud, tukawa na siku ya jana na jana imepotea. Wa yaumin maulud, lakini pia wa yaumin mashhud, na siku ya leo ya Jumatatu, Jumatatu ya Ramadhani. Kuanzia asubuhi ya leo umefanya nyiradi ngapi? Qur'ani kiasi gani umesoma? Au leo ndo umepoteza kwenye TV, kwenye kucheza karata? Hembo katika watu wa msikitini hapa umetushinda kiamali, au leo ndo umeporomoka kiamali? Na siku hii ya leo itapita, na hivi sasa ni al-asr, na al-asr yenyewe inakwisha. Yaumin mashhud, na kuna yaumin maulud, siku ya kesho inakuja. Hizi siku hazipiti tu. Hasan Basri rahimahullah anasema, fa idha asbaha al-insan fa inna al-yawma yunadi alayhi, akipambaukiwa asubuhi mwanadamu, ile siku inamhubiria, inamtangazia, inamtanabahisha, inasema yabna adam, wewe binadamu, ana khalqun jadid wa ala amalika shahid yaghtanimu minni fa innani la a'udu ila yaumi alqiyama. We mwanadamu, ana khalqun jadid, mimi leo ni kiumbe mpya. Najua Jumatatu nyingi zimepita, lakini leo mimi wa aina yake, mimi ni mpya. Wa ala amalika shahid, na mimi ndo nitakutolea ushahidi juu ya matendo yako utakayoyafanya yote. Fa in kana khairan fa khairan wa in kana sharran fa sharran, yakiwa ni mazuri kwa uzuri, yakiwa ni mabaya kwa ubaya, lakini wa ala amalika shahida. Ightanimu minni, naomba unitumie vizuri. Siku tu wewe usikii, lakini inasema leo asubuhi ilikuwa inakwambia nitumie vizuri. Fa innani la a'udu ila yaumi alqiyama, so mimi nikiondoka sasa hivi sirudi ila qiyami saa, mpaka kiyama kitakaposimama sitorudi. Sitakuja siku nyingine, lakini sio mimi tena. Na mwenye adabu akasema, yabna adam innaka anta min ayamin, mwanadamu wewe si chochote baba, wewe ni masiku tu. Fa idha dhahaba yaumun laqad dhahaba ba'dhu, ikipita siku sehemu ya maisha yako ndo imeondoka. Law sa'alna minna ahadan su'alan ayu shay'in aghla indana fi hadhihi alhaya, tukiulizana hivi sasa hapa duniani tunapoishi, hembu niambieni na nyie, mnahisi kitu gani kina thamani sana? Tasawwar, fikiria hapo ulipo. Katika maisha tunaoishi kuna vitu vingi, kuna madini, kuna almasi, kuna magari, kuna elimu. Ayu shay'in aghla, hebu fikiria hapo, jikaze na saumu. Naona unasinzia, lakini tunaulizana, tunashare kwa pamoja. Umenunua kamera yako, umenunua gari yako, umejenga nyumba yako, unaye wife material, unao watoto wazuri. Ayu shay'in aghla indana fi hadhihi alhaya, ni kipi kitu ghali sana? Ili tukielezee kitu hichi ghali,
Mpiga hesabu kidogo, kitu ghali nini? Sijui niseme ni afya njema. Kitu ghali nini? Sijui niseme mke au wazazi. Ni kipi kitu ambacho ni muhimu sana? Najua hesabu zitapiga mengi, zitafikiria huku, zitafikiria kule, lakini wallahi hakuna kitu ghali kama hiki nitakachokitaja. Hakuna kitu ghali kama zaman. Hakuna kitu ghali kama faragha. Hakuna kitu ghali kama time, kama wakati. Yani wakati, muda wako ni kitu ghali. Ndio maana hukama nasema thalathatun la ta'ud, az-zamanu idha madat, wal kalimatu idha kharajat, wa thiqatun idha dha'at. Vitu vitatu havirudi. Cha kwanza, neno likitamkwa mdomoni halirudi. Uaminifu ukitoweka haurudi, lakini na wakati ukipita haurudi. Huu wakati una thamani, yani muda. Mabwana, muda una thamani sana, na hakuna atakayejuta katika dunia ila yule ambaye hakutumia fursa. Wanasema guys, al-shabab au shubana, vijana hasa, nisikilizeni vijana wenzangu. Vijana wenzangu, nisikilizeni sana sana sana. Kijana wa leo, usikubali kuwa mjinga, usikubali kupoteza wakati. Don't offer an excuse. You have got an excuse. Umepata sababu. Mimi sikusoma kwa sababu wazazi wangu walikuwa maskini. Dunia hii ya leo, mimi ni ibnul yatim. Mimi hapa ni mtoto wa yatima. Mamangu maskini mmoja, miskinan wahidatan, lakini sijajitia ule uyatima ule umaskini. Nilitumia fursa. Niseme nisiseme? Niseme. Kama nina kijielimu kidogo, wallahi hii elimu sikuwahi kusimamiwa na mjomba wala shangazi wala mama. Hata mamangu haya yalikuwa si mambo yake. Mimi ni mtoto wa Kikristo, Roman Catholic, nilousoma Ukristo wangu vizuri. Naam. Lakini kabla ya kupokea kipaimara nikaingia ndani ya Islamic. Nilipoingia tu katika Uislamu, sikuupoteza wakati. Sikusubiri nipelekwe chuoni. Nilijipeleka mwenyewe chuoni mwanzo mpaka nilipoishia, na mpaka leo bado nasoma. Elimu akhera tunasema. Lakini sikupoteza wakati. Mwenyewe nikajipeleka garage, nikasoma wiring, lakini baadaye nikasomea wiring ya injection, nikawa fundi. Sikutosheka, nikaenda kusomea wiring za maboti, meli zile, fursa. Sikutosheka, nikaenda kusomea ushu wa Kichina, Chinese. Sikutosheka, haya mambo ya hasuba nikayaendea kuyasomea. Wanasema wenyewe leo 2002 ilipofika, kama kuna mtu hajui hasuba, kompyuta, msimhesabie kwamba huyu ni mtu wa dunia ya leo. Msimhesabie, sio wa dunia ya leo. Ina maana umekosa kuwa shekhe, umekosa kuwa dereva. Hasa kama leo unashindwaje kuwa dereva? Kwa mfano, wavuta bangi tu wanajua bodaboda, wanaendesha maroli. We kijana mbichi wa leo, hata simu inakushinda kufungua. Ni masikitiko kusoma na kuandika hujui, na bado umekaa hivyo hivyo. Fursa, wakati.
Huu wakati tuliokuwa nao hauhitajiki kijana mzembe. Don't offer an excuse. Usitoe kizingizingo. Leo elimu ziko rahisi kuliko zamani. Unaweza ukasoma kwa mtandao. Kinachokuponza, kilichokutia umaskini, kilichokutia ujinga, umechaza vibaya na wakati. Hivi vitu vyote mnavyoviona, msikiti, mali, hizi zote zimeletwa na wakati. Wazungu wanakuambia don't waste the time. Time is money. Usipotezee muda. Muda ni mali. Bali sisi Waislamu tunasema muda kufananisha na mali ni kukosea muda. Muda una thamani kuliko mali. So mali huwezi kuichuma, sharti upatikane wakati. Kwa hiyo wakati usiufananishe kabisa na mali. Wakati ni kitu muhimu. Huu Uislamu wenyewe huu unauona, wallahi ni wakati. Hizi nguzo zote za Kiislamu zote, moja mpaka nyingine, Mwenyezi Mungu karanaha au karanaha bil waqti. Dhabitun, amezifungamanisha, mutadhaminatun, zimefungamanishwa na wakati. Simeona wakati wa sala huu. Nilipoingia hapa Sheikh Muhammad ananiambia bado dakika 5 naweza nikapata kabla rakaa 2. Ina maana zilipopita zile dakika 5 namsikia mtu anamwambia qim, kwa sababu inna salata kanat imestaqir, imethubuti, sio past tense. Lazima wasema past is dead. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Sala hii ina wakati maalum, na sala bora ni ile iliyoswaliwa mwanzo wa wakati, on time. Ukitoka nguzo wa sala inakuja nguzo ya nini? Ya zaka. Zaka huwezi kutoa mpaka ifikie haulu, na haulu ni mwaka, na mwaka ni miezi 12, ni zile siku na nyakati. Mbele yetu kuna nguzo ya saumu ya Ramadhani. Allah asema kutiba alaikumus siyamu kama kutiba, mwisho asema ayyamam ma'dudat, ni masiku machache ya kuhesabika, 29, 30, kushilia mbali kwamba yanapita faster. Kuwa na awareness nayo, usipoteze time. Ukitizama hija, alhajj wa shuhurun ma'lumat, hija ina kipindi maalum. Umra unaweza ukaenda anytime, lakini Mtume amesema innal hajja arafa, alwuqufu bil arafa. Hija hasa ni Arafa. Ile siku ukizunguka ukakosa Arafa, umekwenda kucheza, hija imekwisha. Ina maana alhaj au haji pamoja na yote itakiwa asizembee kuwepo katika mzinga wa hija, asimame Arafa. Inal hajja Arafa. Ina maana mpaka kwenye hija wakati. Lakini pia sura nyingi ndani ya Qur'ani zimetaja wakati. Wal fajr ni wakati wa asubuhi. Wadhuha ni wakati wa mchana, waktu dhahiya. Wal asr ni wakati wa jioni. Wal layl ni wakati wa usiku. Sasa huu wakati ni mali kuliko chochote. Ukipoteza tu wakati umekwisha. Na haya mambo yetu katika uhai yanaenda na age na wakati. Potezewa chochote, lakini usikubali kupotezewa time yako. Maswahaba radhiallahu ta'ala anhu walifanikiwa sana. Walikuwa wanacheza na wakati. Wanasema kihistoria, Waislamu ndio watu wa kwanza kabisa duniani kuvumbua saa. Ile saa ile. Na hukuti msikiti hauna saa. So matukufu yetu sisi yanaendana na wakati.
Huu ni musimu sasa hivi wa Ramadhani. Tumejuaje Ramadhani? Tulikuwa tunaisubiria, tunahesabiana. Sheikh Rajabu hiyo, some kisa cha Isra. Jamani, Shaabani mimi nimekuja, nimetoa khutba hapa. Matukufu mengi sisi yanategemea zawal wal ghurub. Kuchomoza kwa jua, kuzama kwa mwezi, ndio matukufu mengi. Jamani, hii Shaabani, hivi mnaujua Shaabani mwezi wa Mtume? Ni wakati, hatujazembea pale. Tungekuwa tufuatilie wakati, tusingejua Shaabani. Lakini kwa sababu sisi ni watu wa time, tulikuwa kila leo tunaangalia, bwana vipi umeandama hujaandama, mpaka wengine wametengeneza na kamera za kisasa kufuatilia mwezi. Yani Waislamu ni watu wa time, hakuna kupoteza time. Wakati ulipofika hakuna sojua kwamba hii ni Ramadhani. Na leo ukiulizwa Ramadhani ngapi unajua. Na hii Ramadhani yenyewe wakati unafuatiliwa sana. Bimaana tunasikilizia Ramadhani 15 itakuwa lini? Muwadda'u ya Ramadhani wadda'atuka Allah ya lini. Lakini pia 10 la mwisho litakuwa lini, ili tuanze kutafuta Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Huu wote ni wakati. Sasa mpaka kuyasema haya, nataka kusema kitu kimoja. Hizi ayami Ramadhani, haya masiku ya Ramadhani haya ni masiku nyeti sana. Tusihesabu Ramadhani leo nchungu cha 6 cha 7, hapana. Ramadhani tuihesabu hivi. Sayyidina Zainul Abidin rahimahullah anasema, ole wake yule mtu ambaye jana yake imekuwa bora kuliko leo yake, na leo yake ikawa hot cake kuliko kesho yake. Almautu khairul lahu, mbora afe. Muislamu atakiwa kinyume, inatakiwa leo yako ni bora kuliko jana, na kesho yako inatisha kuliko leo yako. Yani Muislamu hasa hii Ramadhani aishi hivyo, kila siku waongeze, asishuke. Chungu cha kwanza nimesoma juzu 1, chungu cha pili nimesoma juzu 1.5. Bwana, leo nimepiga juzu 2, chungu cha tatu nimepiga juzu 2.5. Mwanzo tulipoanza lisoi tarawih bwana rakaa 8, mara ya pili alijitahidi 10, lakini tokea jana napiga rakaa 20 zote juzu nzima, nafanya tasbihi zote, natoa sadaka kwa wingi. Yani Ramadhani, narudia tena, hatukutakiwa kuivamia kabisa Ramadhani. Wanachuoni walituambia Rajab shahrul mazra, ilikuwa mwezi wa Shaabani, ilikuwa ni mwezi wa kulima. Ndugu yangu, wewe hukulima Shaabani? Na kama hukulima unavuna nini? Yani ukiivamia Ramadhani wallahi umekwama. Alafu nitakwambieni kitu, wala msiangalie ya akhera, ambayo ya akhera mbali na ni muhimu. Kuna ya dunia ya hapa hapa, yani utayakosa hivi hivi. Acha nikuvute masikio. Yani Ramadhani ukiwa na yaqadhatin, umeitumbulia macho, mwaka huu wewe sio maskini tena, hicho kitu ondosha. Ila Ramadhani tumeipokea kivyengine kabisa. Bajeti ya vyakula, futari, leo tunapika nini? Hayo mambo madogo ya watoto wadogo hayo, si hatufikiri. Sisi tunafikiria mzigo. Allahu akbar. Yani hichi ni kipindi Mwenyezi Mungu anashusha mzigo kwa anayetaka kuupokea. Ramadhani ni dawa. Jamanini, sisi tunaumwa. Wakati Mtume amekwenda Isra wal Mi'raj, falaqiya habibun wa mahabubun fama tamma thalithun, alienda kukutana mpenzi na kipenzi chake bighairi tarjumani. Akaambiwa mengi Mtume, sal ma shi'ta tu'ta, sema nikupe nini. Katika mengi aliopewa akaambiwa, nimekupa 8 ashamin, nimekupa vidonge 8, nimekupa panado 8. Hizi katibie umati wako, tunaumwa. Miongoni mwa dawa alizopewa
kapewa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na sisi tunaumwa na umaskini, tunaumwa na shida, tunaumwa na unyonge, tunaumwa na maradhi. Ramadhani ni tiba kubwa sana. Hao Arabu wanafanikiwa sana, wanaiheshimu sana Ramadhani. Pale Saudi Arabia kuna mtu miaka ameweka foleni ili na yeye mtori wake ukafuturiwe pale, wanagombania kufuturisha pale. We Ramadhani unawaza kupewa, Sheikh, mwezi wa rehma tutapewa. Yadul ulya khairun min yadi sufla. Usitake kupewa na watu, wanakupa nini hawa? Wenyewe wakupewa tu, upewe na alokuwa juu. Mkono wa kutoa ni bora kuliko wa kupokea, na kila mmoja ana uwezo wa kutoa. Na asli ya dini sio kupokea, ni kutoa. Twende tukasalie mjini kule kwa misikiti ya Waarabu, utapewa makanzu kule, iftari free of charge. Wewe ufikiri yule anayepeleka zile iftari hataki zile pesa zake? Mwenzio kuna kitu kaona, na wewe funguka, na wewe funguka. Asokuwa na pesa ni mnyama, hana hata 100. Lakini shekhe, wewe leo huna 100, kesho una 200. Hiyo shilingi 100 unaoimiliki, ukitoa hiyo inaweza ikawa kubwa kuliko anavyotoa tajiri kama Bakhresa. So umeitoa kwa imani, yana Mwenyezi Mungu anachotaka utoe tu akupe, yani ndo anachotaka, sababu na wewe kutoa utaki. Na sadaka ina siri, ila ina uzito mkubwa. Narudia tena maneno magumu haya jamanini, asili ya dini kutoa, sio kupokea. Lakini wewe umekaa kupewa, kupokea. Tupo msikitini tunaneemeka, umefeli brother. Hao maswahaba walokuwa taabani, alikuwa akipewa saa hiyo hiyo anaenda kukitoa. Imamu Nawawi rahimahullah alienda kusomesha dini kwenye kituo. Alivyoenda kusomesha dini, ikawa mahitaji yake anaagiza nyumbani kwa ndugu zake. Pale wakamwekea mshahara, imamu wewe, ule mshahara akipewa hajawahi kutumia hata shilingi, anautumia mle msikitini, hataki mle msikitini. Ndio maana alitoboa. Amir al-Mu'minin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, zimeletwa zawadi kutoka nchi za mbali. Hii ni zawadi kwa mkewe Ummu Kulthum binti yake Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Anawaita Waislamu, ambia shawiruni, nishaurini, zimetoka zawadi kutoka mbali, nimeambiwa za mke wangu. Waislamu wenyewe ndio wametumwa. Sasa mnasemaje, nimpe mke wangu au niweke katika Baitul Mali al-Muslimina? Wengine wakamwambia mtakula moto Sheikh, peleka msikitini. Wengine waambia mpe mkeo, si zake, alitoa chake zamani kalipwa. Unajua alichosema? Akasema hapana, hizi naweka Baitul Mali al-Muslimin, situmii kabisa. Mke wangu nitamlipa kwa njia nyingine, katika pesa zangu nitamlipa kwa njia nyingine. Walikuwa wanaogopa kupokea, walikuwa wanapenda kutoa. Nitafutieni mtu mmoja tu anatoa sana, alafu yeye hana kitu, ni maskini, huyo mtu hayupo. Sasa hii Ramadhani ni tiba. Hii inatakiwa siku yako ya kwanza ya Ramadhani isifanani na siku ya pili. Lakini kama kuna siku uzipati tarawehe, kuna siku hufuturishi, kuna siku Qur'ani hazipatikani, kuna siku moja ndio umeibuka. Ndio maana nikasema tuliandaliwa na mashekhe mapema, tukaambiwa tulimeni Rajabu, tukaambiwa jamani, Shaabani ni balozi wa Ramadhani. Shaabani ni mwezi wa kumwagilia maji.
Ramadhani tunakuja kuvuna, ndio maana Shaabani ikaitwa shahrul qurra. Ule mwezi wa Shabani uliitwa ni mwezi wa wasomi wa Qur'ani. Ina maana watu waliopita kabla yetu ilikuwa wanasoma sana Qur'ani Shaabani, wakiingia Ramadhani mteremko tu ndimi zishazoea. Walikuwa wakifunga wengine Rajabu yote, Shaabani yote, akiingia hii Ramadhani kishazoea jambo jepesi, washazoea kheri. Wewe siku yaumu shaka umeanza na kuvunja jungu, kuaga maasi. Kwa hiyo Shaaban na Rajab ulikuwa unaogelea tu katika maasi. Mwisho hasara ulioipata, umeivamia Ramadhani. Siku 5 za mwanzo unakuja msikitini, siku nyingine unaadhiniwa, umefunga na hauswalisha, umefunga na unazini usiku, umefunga unasengenya, kwa kujua lengo la Ramadhani. Na pia unaweza ukatafuta balaa ukafa. Sasa Mungu hataki mchezo na mambo yake ya dini. Sasa basi, kupitia jambo hili, Ramadhani hizi ni siku nyeti, ni siku ghali. Inatakiwa Ramadhani kila siku unazidi kasi. Hivi sasa tuna chungu sijui cha 3. Jiulize, tarawehi zinapanda zinashuka. Jiulize, sala zinapungua zinazidi. Jiulize, kheri Qur'ani inaendaje? Wallahi ukijiona kila siku unakwenda, ujue upepo wa Ramadhani umekukamata, na katika watu watakaotoboa mmoja wao wewe. Tunakutarajia, abshir, Ramadhani ikiisha huna njaa tena Sheikh. Wallahi muhimu zaidi sasa, ukikithirisha yale matendo kwa wingi ya Ramadhani yenye kukubalika, omba dua sana. Yaani nikwambieni, miezi yote tunaomba dua. Watu wanaenda Maka kule wanaenda kuomba dua, sijui kumetokea jambo gani dua. Lakini hii Ramadhani hii ndo kila siku sehemu yako ya siku itawaliwe na kuomba dua sana. Na usijilazimishe tu kusema Rabbana atina fid dunya hasana, hata saa nyingine hujui unasema nini. Hizo zisome, lakini sema za Kiswahili. Kama we ni mzungu, sema za Kizungu pia, haijakatazwa. Omba hichi, omba kile, usimpimie Mungu. Na asikutishe mtu, usiombe hela, omba hela. Narudia tena, haraka sana muombe Mwenyezi Mungu Ramadhani hii akupe pesa. Wallahi wa billahi wa tallah, hii Kiwalani si sahau. Nikiwa Kiwalani nilikuwa nalala njaa sana, linantia unyonge ili jambo. Hii Kiwalani nilimuomba Mungu hela, wallahi, ndani ya Ramadhani pale markazi. Nikamwambia Mwenyezi Mungu, nakuomba sasa, mimi nafunga usiku na mchana, mchana nimefunga, usiku nafunga